Amen, 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 amen. Barikiwe sana mwana wa Mungu kwa neema hii ambayo Mungu ametupatia katika siku njema leo. Niko mbele zako wakati mzuri ili ya kwamba nikutie moyo kwa nyakati ambazo unapitia. Katika maisha ya wanadamu kuna nyakati nyingi sana, lakini nyakati mbili ndio kuu sana watu ambazo huwa wanapitia. Moja nyakati ambayo watu wanapitia, kwanza tunasema wakati wa furaha, wa amani, wa changamoto wao. Yaani wewe wako ni kila muda ni furaha, ni changamoto. Lakini wakati wa pili, wakati ambao tunasema kwamba ni wakati wa maumivu, wa mateso, wa kukataliwa, wa kukimbiwa, wakati wa maumivu, wakati wa majeraha, wakati ambao hautakuwa na msaada popote pale, bali utaona kipindi kigumu sana kwenye maisha. Kwa hizo nyakati mbili ambazo mwanadamu huwa anapitia katika maisha yake. Lakini nataka nikutie moyo kwa habari ya kitu kimoja. Ukisoma neno la Mungu, neno la Mungu linatutia sisi moyo. Linatusaidia kupita katika nyakati ambazo zinakuwa ni ngumu kwenye maisha yetu. Nyakati ambazo mtu hawezi kuvuka peke yake, nyakati ambazo ni za magumu, nyakati ambazo ni za shida. Huyo mtu awe yote hawezi kupita hapo. Peke yake hawezi. Bila Mungu hawezi. Lakini akiwa na Mungu ndo ana uwezo wa kushinda vita zote, matatizo yote, changamoto zote, anakuwa na uwezo wa kushinda. Bila Mungu hawezi kushinda. Lakini wakati wa furaha pia tunashinda ni kwa sababu tu nyakati za furaha tunakuwa tuna uwezo hata wa kutokutumania Mungu. Yaani kuna wakati watu tunamsahau Mungu kwa sababu ya furaha tulizonazo, ya maisha mazuri tulionayo. Tunamsahau mpaka Mungu, tunaacha hata njia za Mungu kwa sababu tunavyo ambavyo tunavihitaji. Sasa inakuwa ni mbaya sana kwa mtu ambaye ana wakati wa mazuri anamwacha Mungu au anamsahau Mungu. Hata ukimsoma mtumishi wa Mungu Sulemani, unakutana naye kwa habari ya yeye kufanikiwa sana, ya kuwa anamiliki, anatawala, mwisho wa siku akaja akamwacha hata Mungu wake. Unaona? Kwa hiyo hatupaswi kwa watu wa namna hiyo. Wakati ambapo unakuwa navyo ndio unatakiwa unamkaribia Mungu kuliko kawaida. Wakati ambapo una kila kitu ndio wakati ambapo unapaswa kumtumia Mungu yaani kuliko kawaida. Sio kipindi ambapo hauna ndio unamkimbilia Mungu. Wakati ambapo una shida zako unamkimbilia Mungu, hapana. Unapaswa kumkimbilia Mungu au kuwa na Mungu hata wakati ambapo umeridhika, una kila kitu, hauumi, hauna shida, haulali sehemu ya ajabu. Yaani maisha yako yako furu. Kile ambacho nafsi yako inachotaka wewe unacho. Huo wakati ndio wakati ambao unapaswa kumkimbilia Mungu kuliko watu wengine wote. Kwa sababu wakati huo unaweza kujikuta unamwacha Mungu kwa sababu ya vile vitu ambavyo tuko navyo. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambaye amkini, kwa sababu katika maisha haya utakapomwacha Mungu kwa sababu unavyo vitu, kuna wakati Mungu anakunyang'anya vitu ila kwamba wewe ubaki kwa Mungu. Kwa sababu Mungu yeye kukupatia vitu sio shida, ila anataka wewe uwe kwake. Kwa hiyo ukishakuwa kwake Mungu inakuwa rahisi hata vitu vingine kukupatia. Kwa hiyo unapogeuka ama ukengeuka, unapomwacha Mungu na kufanya mambo mengine, unaota Mungu ananyang'anya kile ambacho kinakutia wewe kiburi. Kama ni afya unakutia kiburi, anaweza akaitoe afya. Ukabaki tu katika hali ya magonjwa na usione kupata tena afya, kwa sababu ni kiburi katika afya. Wanasema kwamba kiburi cha uzima. Kwa mtu anakuwa na afya njema, anakuta anajitia, anakuwa na kiburi kwamba yeye ndio kila kitu, anaweza kila kitu, yeye ndio, yaani hahitaji msaada mwingine tena. Lakini kwa Mungu anataka wewe uwe wa kwake. Ndio maana anasema kwamba wakati ambapo wewe utajitia majivuno kwa kitu chochote kile, kama ni nyumba, kama ni gari, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, Mungu anaweza akakunyang'anya hao ili ya kwamba wewe ubaki kwa Mungu na sio wewe uwe wa vitu. Mungu hataki wewe wa vitu, Mungu anataka wewe uwe wa Mungu. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambao unapitia sasa hivi changamoto magumu, kwa habari ya afya yako, kwa habari ya uchumi, kwa habari ya elimu, kwa habari ya watoto, kwa habari ya chochote kile ambacho unapitia. Lakini neno la Mungu linasaidia sana katikati ya maisha.
lakini unachotakiwa wewe kwamba uwe mtu ambaye unaweza kuomba. Katika maisha bila kuomba huwezi kutoboa. Katika maisha bila maombi huwezi kutoboa. Hata wale ambao hawamwabudu Mungu, hawamwabudu Mungu katika uhalisia, wana miungu yao ambao wanaenda kuiomba. Kwa hiyo ni nani ambaye hawezi kumwomba Mungu wako? Kwa lazima umuombe Mungu katika nyakati zako zote, kwa sababu yeye ndio msaada wetu wa mwisho. Yeye ndio msaada wetu ambao tunautumainia. Kwa hiyo nakwambia hivi, usipokuwa na maombi katika maisha yako, itakuwa ni changamoto ya kutoboa. Katika maisha yako inakuwa ni changamoto kutoboa. Sasa ukiangalia kwenye kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 19 hadi mstari wa 21, tunakutana na Mungu au maneno ya Mungu, lakini anayeongea hapa ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi, ni mzaburi. Anaongea maneno haya, anatutia moyo sisi, anatuonesha kwamba kuna watu ambao waliamua kufanya vitu kwa habari ya Mungu na Mungu akawasaidia, kwa sababu yeye Mungu huwa anafanya vitu kwa namna ya mtu ambavyo anavyoomba. Sasa ukisoma Zaburi hiyo 107:19 nasema hivi, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, katika taabu zao, katika changamoto zao, katika maumivu yao, katika masumbufu yao, katika magonjwa yao, katika dhiki zao, kwenye matatizo yao, wakamlilia Bwana. Anaambia hivi, akawaponya na shida zao. Kwa ili kwamba wewe utoke katika shida zako, kwenye maumivu yako, kwenye umaskini wako, kwenye changamoto zako, lazima kubali kumuita Bwana. Anasema wakamlilia Bwana katika dhiki zao, wakamlilia Bwana, wakaomba, wakamtafuta Mungu, wakamlilia Mungu, naye Mungu akawaponya na shida zao. Ili uweze kuponywa shida zako, ili uweze kuponywa magonjwa yako, ili uweze kuponywa mateso yako, ili uweze kuponywa kwa biashara yako, ili uweze kuponywa kwa bali ya ndoa yako, ili uweze kuponywa kwa bali ya watoto wako, ya elimu za watoto wako, ili uweze kuponywa kwenye huduma yako, lazima kubali kumlilia Bwana. Usipomlilia Bwana, Bwana kuponya. Na kitu kingine nasema kwamba Mungu hawezaki kumsaidia mtu ambaye haombi. Hata mwenyewe hauje kumpa mtu yoyote kitu ambaye mtu yoyote uje kumpatia kama yeye hajaomba. Yoyote ambao unampatia kitu ni kwa sababu ameomba, na wewe kwa sababu unaweza kumpatia ndio maana umempatia. Kwa hiyo hata Mungu pia hawezi kupatia kitu ambacho hujaomba, lakini ukiomba anaweza kukupatia zaidi ya kile ambacho Mungu. Kusoma sana kitabu cha Efeso 3:20 nakwambia, basi atukuzwe Mungu wa mbinguni, aweze kufanya makubwa mno kuliko yote omba kwa wazee, kwa kadri ya nguvu inayofanya kazi ndani yetu. Kwa maana gani? Wewe unapoomba ndivyo Mungu anakusaidia. Wewe unapomtafuta Mungu kwanza kukusaidia. Bila kumomba Mungu hawezi kukusaidia. Na kwa sababu umemwomba Mungu anaweza akafanya vitu vitatu kwenye maisha yako. Cha kwanza akakusaidia sasa hivi uomba. Cha pili akakusaidia zaidi ya vile ambavyo wewe umeomba. Na cha tatu anaweza akatenda kupita kawaida. Ni sasa cha pili. Kwa mambo mawili Mungu anaweza kukufanyia. Utakapoomba maombi, atakufanyia sasa hivi uomba, na cha pili atakufanyia zaidi ya vile ambavyo umeomba. Ndivyo Mungu alivyo. Hatuliagi kwa mtu ambaye ameomba. Sasa anasema kwamba akawaponya shida zao. Kwa walipomita Mungu, Mungu akawaponya katika shida zao, kwenye matatizo yao, kwenye changamoto zao, kwenye taabu zao. Tusoma habari ya mtumishi wa Mungu Musa alipokuwa anawaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Kuna kipindi alipitia, wakanungunika mbele za Mungu. Mungu akaachilia nyoka wa moto akawa anawashambulia wale watu. Lakini Mungu alipoacha nyoka wa shaba, alipoacha nyoka wa moto walipokuwa wanawashambulia, tunaona kwamba wana wa Israeli wakamlilia Mungu, wakamlilia Musa, wakamwambia tunakufa, tunaangamia. Kwa mtumishi wa Mungu Musa akaamua kumwomba Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli. Mungu akamwambia tengeneza nyoka wa shaba. Na alipotengeneza nyoka wa shaba akatundikwa juu ya mti. Na alipotundikwa juu ya mti, tunaambiwa kwamba Musa akamwambia wana wa Israeli, kila atakayetazama ile nyoka wa shaba atafanyaje? Atapona. Ndivyo ambavyo hata leo Yesu Kristo pia alitundikwa pale msalabani. Ule ilikuwa ni mfano ama ulikuwa ni kivuli cha mambo yanayokuja ambayo ni sasa yapo, kwamba Yesu alitundikwa msalabani, na kila anayemtazama Kristo katika msalaba lazima mateso yake yaweze kuondolewa, lazima aweze kupata msaada. Kwa sababu gani? Amemtazama aliye mwaminifu, amemtazama mwenye uwezo wa kuponya. Ndio
maana tunakwambia walipotazama nyoka wa shaba nyakati zile, waliumwa na nyoka, waliweza kupona. Wewe mwenyewe kama unaumwa, una shida zako, ukimtazama Kristo Yesu pale msalabani atakusaidia. Sasa kusoma mstari wa 20 anasema hivi, ulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Hivyo ndivyo Mungu anafanya. Kwa mtumishi wa Mungu Zaburi anasema kwamba huyu Mungu wa mbinguni huwa kazi yake anaituma neno kwa watu. Ukisoma kwa habari ya akida na Yesu, unaona kwamba Yesu anafuatwa na akida, anakuambia baada ya maongezi mengi na nini, lakini akida ilivyokuja akamwambia nawe sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa Mungu anaituma neno lake. Na hata kile akida alipokuja aliposema neno na mtumishi wangu atapona, na ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Aliposema Yesu neno, ndivyo ambavyo ilikuwa kwa yule mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na afya yake. Kwa hiyo anasema ulituma neno lake. Anasema huwaponya. Anapotuma neno haliji tu bure bure. Haliji vivi tu bure bure. Linapokuja lazima litimilize makusudi yake yote ambayo limekusudia. Lakini pia huwatoa katika maangamizo yao. Yako maangamizi, yako mashambulizi. Sasa neno linapokuja linakutoa katika ile vita ambayo unapigana. Linakutoa katika changamoto ambazo unazo. Linakutoa katika maumivu ulionayo. Neno la Mungu linapokuja linakuchomoa mahali ambapo wewe umenaswa. Neno la Mungu linapokuja linakutoa mahali ambapo wewe hauwezi kutoka kwa akili zako, kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Kwa bila msaada wa Mungu hauwezi kutoka mahali ambapo wewe umenaswa. Kwa hiyo lazima neno la Mungu lihusike hapo. Lazima likutoe hapo. Lazima likuchomoe hapo. Basi pasipo neno la Mungu hauwezi kutoka hapo maisha yako yote. Kwa nataka nikutie moyo kwamba lazima ukubali kumuita Mungu katika nyakati ambazo unapitia. Kwenye changamoto zako lazima uwe kuita Mungu. Na utakapoita Mungu kwenye changamoto zako, Mungu alivyo mwaminifu atakuponya, atakutoa katika dhiki ambazo unapitia. Atakutoa katika mateso unayopitia. Atakutoa katika hali ambazo wewe unapitia. Ninaongeza mstari moja ili ya kwamba nitie uzito katika neno. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 20, neno la Mungu linasema kwamba katika Zaburi 20 mstari wa 1 anasema kwamba Bwana Yesu, yani nisome vizuri ili kwamba nisije nikarigushi alafu nikakosea nikakutoa katika ile maana ambayo ulipaswa kuwepo kwayo. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia Zaburi 20. Kitabu cha Zaburi 20 katika Zaburi hiyo, Zaburi 20 mstari wa 1 anasema hivi: Bwana kujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Ndivyo ambavyo mzaburi anasema, ama anatutia moyo, anatufundisha au anatukumbusha, anatuelekeza kwamba Bwana Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, muweza mambo yote, aliyemtuma Yesu Kristo mwana wake pekee ili aje duniani kutukomboa, kutuondoa katika hali ya maumivu, katika kila mateso, kwenye hali zote. Sasa Bwana akujibu. Mungu anaweza akakujibu katika siku ya dhiki yako, lakini kama unasoma kwenye ule mstari wa 100 kwenye Zaburi ya 107 mstari wa 19 kwamba lazima umtafute Mungu, lazima umlilie Mungu, lazima muombe Mungu, ndipo ambao Mungu anaweza kukusaidia. Pasipo kulimlia Mungu kwenye siku ya dhiki yako huwezi kutoboa, huwezi kutoka. Kwa nasema jina la Mungu wa Yakobo pia likinue. Kuna siku nishasemaga kwamba jina la Mungu wa Yakobo ukilichukulia sasa katika huu kanda wa kibinadamu au wa kawaida, unaweza ukaenda sehemu kwa kutumia sahihi au muhuri. Unaweza ukaenda mahali kwa kutumia jina la mtu fulani. Zamani nakumbuka ukitumwa na mzazi, enda dukani kwa Mangi, enda dukani kwa Muhapa, enda dukani kwa mtu fulani, unaona anakwambia kamwambie muuzaji au Mangi, mwambie bwana, baba kanituma kitu fulani, yeye atakuja kuleta hiyo pesa, au atakuja, au mtamalizana, au mtaelewana.
lakini mimi nilichotumwa ni Baba kasema. Kwa unaona anatumia jina baba yake kupata kitu. Kwa ndivyo ambavyo kuna watu wanainuliwa kupitia majina. Mwingine anaweza akaenda mahali anasema nimetumwa na rais kwa baadhi jambo fulani. Kwa yule pale anakuwa na maswali kuhusu mtu, bali anafanya kile ambacho rais anapaswa kufanya kama ambavyo amemwagiza yule mtu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo anasema kwamba jina la Mungu Yakobo likunua. Kwa jina la Mungu likakunua. Na maana Yesu anasema kwamba kwa jina langu mtakapoomba kwa wale wagonjwa watapokea. Mtatoa mapepo kwa jina langu. Lakini pia anasema kwamba mtakapoomba lolote kwa jina langu mtatendewa. Lolote utakapokuja la Yesu. Kwa jina la Yesu linaweza ikakusaidia kwenye changamoto zako zote, kwenye njia zako zote. Ni jina la Yesu pekee lenye uwezo wa kukusaidia wewe. Yesu pekee anaweza kukuinua kutoka kwenye changamoto zako. Kwa hiyo jina la Mungu Yakobo linaweza ikakuinua wewe. Anasema kwamba jina la Mungu Yakobo likuinue. Nataka kwambia akupelekee msaada kutoka patakatifu, kutoka patakatifu pake na kukutegemeza toka sahihi. Ndivyo ambavyo Mungu atakuletea msaada maisha. Hiyo kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye kampuni, kwenye elimu, popote pale ambapo unakuwepo. Jina la Mungu Yakobo litakuletea msaada. Atakupelekea msaada. Utakuta msaada. Utafanya vitu ambavyo hautahitaji kusaidiwa na mtu mwingine. Na Mungu akishasema ndio, hakuna mwenza akasema hapana. Alikusaidia Mungu, amesaidia kila kitu. Na nishasema Yesu kwamba msaada wa Mungu ni msaada ambao umejaa utoshelevu. Msaada wa wanadamu una mambo mengi sana. Unaweza kukusaidia leo, kesho na kutangaza, lakini Mungu akikusaidia moja kwa moja. Anamaliza shida zako zote. Tunasema kwamba unaweza ukaomba una shida milioni 100, milioni 200, milioni 500, mtu anakusaidia milioni 1, itakusaidia nini? Haiwezi kukusaidia popote pale. Kwa lakini Mungu ukimwambia una shida gani, atakusaidia. Atakutoa katika changamoto ambazo uko nazo. Kwa lazima umtafute Bwana, lazima umlilie Bwana, na Bwana atakusaidia. Ataituma neno lake juu ya maisha yako na maisha yako yatabadilika kuanzia sasa, kwa sababu Mungu wa mbinguni akisema ndio, unaweza kusema hapana. Ukiangalia kwa Daudi mwenyewe kwenda kuwa mfalme, ni Mungu alitaka awe na ni Mungu alichagua. Mungu akikuchagua kunaweza akazuia, hata kama wako maarufu ya watu wako mbele yako wenye ustadi, wenye sifa, wenye hadhi ya kuwa sehemu ambayo unapaswa kuwa, lakini kama hujachaguliwa hawawezi kuwa, kwa sababu Mungu hajachagua. Lakini wewe unaweza kuonekana kwamba hauna hadhi, hauna sifa, hauna muonekano, hauna vile vigezo vya binadamu, lakini nakwambia amini ya kwamba Mungu akikuchagua hakuna anaweza kupinga kile ambacho Mungu anataka kufanya. Kwa hiyo Mungu amini akubariki sana. Mungu amini akutetee sana na akuvushe kwenye changamoto unazopitia, na kutamkia ushindi katika biashara zako, na kutamkia ushindi kwenye afya yako, na kutamkia baraka kwenye kile ambacho unakifanya. Kwa afya yako Mungu akuponye, akuondolee magonjwa, akuondolee shida na taabu za kila namna, akufungue kwa jina la Yesu Kristo. Akutoe hapo. Jina la Mungu Yakobo likuinue kutoka hapo. Jina la Mungu Yakobo likuvushe kutoka hapo. Jina la Mungu Yakobo likuponye kutoka hapo. Mungu akutoe katika dhiki ambayo unapitia. Mungu akutoe katika changamoto unazopitia. Mungu akutoe katika maumivu unayopitia. Mungu akaponye jeraha zako. Mungu akaponye jeraha zako. Yesu akamalize msiba wako. Akaondoe msiba ulio juu ya maisha yako. Akaondoe msiba juu ya afya yako. Akaondoe msiba juu ya uchumi wako. Mungu akaondoe kila aina ya udhalimu ambao adui amewachia juu ya maisha yako. Akaondoe kila aina ya mateso yaliyoshika afya yako. Akaondoe kila aina ya maumivu ambayo yameshika maisha yako. Mungu akafute kila hati za mashtaka zinazohusu habari ya afya yako, zinazohusu habari ya familia yako, zinazohusu habari ya elimu ya watoto wako, zinazohusu habari ya uchumi wako. Mungu akafute hati zote za mashtaka ambazo zimesimama kinyume na wewe. Yule mshtaki ambaye anakushtaki mbele za Mungu Baba kwa kukuona kwamba ufanye sawa sawa, Mungu akakurehemu ili kwamba hiyo mashtaka ambayo adui anapeleka kwake yasipate mpenyo. Kwa jina la Yesu Kristo mtete ninafuta roho za magonjwa juu ya maisha yako. Ninaituma neno la Bwana ambalo linaweza kukuponya. Naituma neno la Bwana ambalo linaweza kukufungua. Naituma neno la Bwana ambalo linaweza kukutoa katika changamoto unazopitia. Naituma neno la Bwana likakufungue katika mazingira ambayo unapitia. Katika jina la Yesu Kristo ukapokea uzima na afya njema. Ukapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Ukapokea afya njema kwa jina la Yesu. Vifungo nila vya ukoo, vya kabila, vya familia
vikakuachie. Roho za umasikini zikakuachie kwa jina la Yesu. Roho za mateso zikakuachie kwa jina la Yesu. Roho za maumivu kwa jina la Yesu zikakuachie. Natamka uzima, natamka uponyaji, natamka afya njema, natamka kibali, natamka kuinuliwa, natamka kutendewa, natamka kubarikiwa katika jina la Yesu. Laana zote za nafasi juu ya maisha yako, mikosi yote nafasi juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kama wasio kwamba wakamilia katika shida zao, katika dhiki zao, naye Bwana akawaponya kwa jina la Yesu. Ukapokea uzima, ukapokea uponyaji. Utakapoanza kumwita Bwana kwanza leo, utakapoanza kumilia Bwana kwanza leo, naye Mungu akakusikia, akakujibu katika siku ya dhiki yako, akakupelekea msaada kule ofisini ambako umekataliwa katika jina la Yesu Kristo. Ukapokea msaada kwenye ile ofisi ambayo unaitaka uingie kwa jina la Yesu Kristo. Ile mikataba ambayo ilishakwisha kugoma kwa muda mrefu katika jina la Yesu Kristo, ukapokea msaada wa kusainiwa mikataba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kapokea msaada. Bwana akakupelekea msaada hata kwa hospitali ambayo unaenda kupima kila siku, unaenda kucheki afya yako kila siku, majibu ni majibu tofauti katika jina la Yesu Kristo. Wakati unapoenda ukapokea ripoti iliyo nzuri kwa afya yako, ya kwamba umeponywa kwa jina la Yesu, ya kwamba umefunguliwa kwa jina la Yesu, ya kwamba haumwi tena kwa jina la Yesu. Mungu wa Yakobo akakusimamia, akakusaidia katika jina la Yesu. Lipita aina yote. Nimeomba kwa imani katika jina la Yesu, ukapokea uponyaji. Pokea uponyaji, kuwa mzima kuanzia sasa, barikiwa kuanzia sasa, inuliwa kuanzia sasa, tendewa makuu kuanzia sasa, na Mungu akuletee msaada kutoka pande zote, ili kwamba ukainuliwe na kufanikiwa katika yote unayofanya katika ile sura hapa. Usisahau kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio suluhu.